Kwa wale sasa ambao wako na watoto ambao ni wana vigugumizi, mtoto wa kigugumizi au asiyejua kusema vizuri au tuseme bubu, dawa zipo, njia ipo tena nzuri tu nyepesi kwa mtu mwenye kutaka. Ni kwamba amka asubuhi mapema sana kabla jua halijachomoza, alafu chukua uoge uzuri, ujipendezeshe. Kuna wengine husema kwamba unachukua unavaa kitambaa cheusi. Unavaa kitambaa cheusi wapi? Kichwani, eti na nguo zingine nyeusi na vitu gani. Wengine wanasema eti unachukua kitambaa cheusi na nguo nyekundu, wengine kitambaa chekundu na nguo nyeusi. Hasa mimi nakwambia vaa nguo nyeupe. Ukishavaa nguo nyeupe hapo asubuhi mapema, umeamka kabla jua halijachomoza, umeshatoka hapo. Kama ni wewe, kama ni mtu nakwenda kumfanzia, kama ni mtoto, nenda moja kwa moja mpaka kwenye mti wa mbaazi. Utakapofika pale kwenye mti wa mbaazi, wewe utakachokifanya ni nini? Fika pale, nuia. Unajua kwamba huyu mti uliumbwa na Mwenyezi Mungu. Fika pale uambie, ewe mti wa mbaazi, wewe ni kiumbe wa Allah. Kutokana na miujiza na nguvu ambazo Mungu alikupa wewe na kuweka hapa, ni kwa manufaa yetu sisi. Sasa ndio unaanza kumwambia vitu unavyovitaka. Sio ule mtu ambaye unakuja kumwambia hicho kitu, huyo mtu ambaye ni bubu au ni ana kigugumizi au ana tatizo la kuongea, kwa sababu ububu mwingi haujasababishwa na Mwenyezi Mungu. Na mkumbuke ya kwamba kuna watu wanazaliwa sio mabubu, hapana. Kuna watu wanazaliwa kwa vizuri, lakini katika kuongea kwao ndio wanakuja kuongea, unakuja kubadilika, wameshazaliwa. Sasa basi ukishafika pale, zungumza, sema ewe mti wa mbaazi, unazungumza ya kwako yote pale. Ukimaliza sasa ndo hivyo. Sasa ni kwamba ukishafika pale kwenye mti wa mbaazi kama tulivyowaeleza, wewe unachokifanya ni kufika pale, unazungumza, unaambia ule mti wa mbaazi. Hapo umeshachukua udhu wako vizuri, kama vile mtu anataka kusali, waambie, unaamrisha, sio kama unabembeleza. Ewe mti wa mbaazi, kwa hakika wewe ulipewa miujiza na Mwenyezi Mungu. Kwa nguvu ambazo Mungu alikupa na miujiza ambayo Mungu aliiweka kwako, tunakuomba kwa ruhusa na nguvu na amri ya Mwenyezi Mungu, utazame huyu mtu ambaye anaumwa. Sasa hapo wewe unamtaja jina yule mwanaumwa, kama jina lake huyu jina lake Musa bin Harun bin fulani bin fulani, kama unasikia Musa bin Harun bin Majid al-Abadi, anaumwa, yuko na tatizo la kutoongea vizuri au ana tatizo la kigugumizi. Tunaomba kwa nguvu ambazo Mungu aliweka kwako wewe mbaazi, na kupatia nguvu na matibabu na uwezo wa kuwasaidiza watu wenye matatizo kama, tunakuomba kwa nguvu za Mungu mtu huyu atoke hilo tatizo. Na kama kuna mtu alikuja kumfanyia kitendo hicho cha kumfunga kupitia mti wa mbaazi na manuizi, basi kwa ajili ya Allah tunaomba afunguke. Kama huyo mtu sasa alitendewa hicho kitendo cha miguu, kumbukeni kwamba kuna kigugumizi ambacho kinaletwa baadaye tu. Mtu hakuzaliwa na kigugumizi. Unakuta mtoto alizaliwa vizuri, lakini nyuma tu anakuja na kigugumizi. Unamkuta mtoto alizaliwa vizuri, nyuma anakuwa haongei, mnajua vizuri sana. Na kuna watu ambao wanatokea kupata ububu kutokana na tatizo la wazazi wao. Okay. Hilo tatizo linaanzia wapi? Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama alitukataza sana, alituhusia wakati tuko katika shughuli tendo la ndoa, basi alitukataza mke na mume kuweka kelele pale, kwa sababu anatuambia ikiwa patapatikana riski ya mtoto, kwa sababu mnaweka maneno mengi katika lile tendo la ndoa, inawezekana mtoto akaja yuko na ububu. Huyo ni mtume wa Allah. Ndio maana nizungumza kule katika kile chumba ni kama salle d'operation, ni salle 11 kimya wakati wa kumopere mtu. Mtume alikuwa na sababu yake hiyo. Mtaweka kelele saa mnavyotaka, sijui nini na nini na nini, lakini inawezekana mtoto akija kupatikana akaja na ububu. Unasikia, ni kosa la wazazi, sio la kwake. Na kuna wengine wanafungwa wakingaliki tumboni, wanapata huyo ububu.
Naelewa vizuri. Sasa ikiwa yote hayo yatatokea, nenda katika mti wa mbaazi ufanye hivyo tulivyowaambia. Umevaa nguo zako nyeupe, asubuhi mapema umeamka vizuri sana kabla jua halijachomoza, umekoga vizuri mapema, umevaa kama tulivyowaambia, vaa nguo zako nyeupe. Usisikie watu wanakuambia eti vaa nguo nyeusi, wengine nyekundu. Vaa nguo zako nyeupe, chukua udhu, nenda kwa mshtakie Allah. Umeshamwambia Allah, malengo yangu ni haya na haya. Unaona bana? Kwa sababu sio kila sehemu unapaswa kufanyia ibada, sio kila sehemu unapaswa kumuombea nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hata Nabii Suleiman alipotaka kumuomba Mungu habari ya mvua na vitu gani, hakufanyia pale ambapo watu wapo, kuliko sehemu maalum. Ndipo kile kipindi alikutana na ule mdudu chungu, akawaambia wenzake, enyi ndugu zangu, enyi sisimizi wenzangu, tukimbie katika pango letu, tukimbie katika mosho wetu. Suleiman na majeshi wake wanakuja, wanaweza wakatukanyaga pasina wao kujua. Kumbe Suleiman alikuwa anakwenda na watu wake kufanyia ibada au kumwomba Mwenyezi Mungu sehemu fulani. Sasa nyie sasa, au wewe utakapofika sehemu hapo, muombe Mungu katika hilo jambo. Ukishamuomba Mungu hivyo na kuamrisha ule mti wa mbaazi, usiuombe wewe kwamba tunaubembeleza. Amrisha, kwa sababu Mungu alitupatia nguvu sisi wana wa Adamu, japo tuliumbika mwisho, lakini vitu vyote mnavyoviona hapa sisi wanadamu ndio wenye uwezo, wenye kuviendesha. Kumbe unaamrisha kabisa kabisa kwa ajili ya Allah, kitu hicho kitafanyika. Ukishamaliza hapo sasa, chimba katika ule mti wa mbaazi, chimba uzuri sana. Chukua, hapana ile rasine, zile rasine za kwenda hivi pembeni kulinda mti. Chukua rasine pivotante, ule mzizi ule wa kwenda chini kwenye udongo, ule mzizi ambao unateremka, toa ile mizizi pale. Ukishatoa ile mzizi, fungia kwenye fungia kwenye kitu chochote, ala au chonde. Hicho kitu ambacho utakuwa umefungia kisiwe ni kitu cha chuma, lakini fungia katika kitu chochote ambacho tunaona kama kinafaa. Ile mizizi unaweka pale, sawa? Mizizi yatoka wapi? Mizizi ya mbaazi inatoka wapi? Katika ule mzizi wa chini unaokwenda unateremka kule chini. Kuna sababu. Baada ya kuchukua ile mizizi umetia katika kile kitu, chukua kitanga chako cha mkudu. Tukisema kitanga maana yake hapa, jaza mtama unavyojua mtama ama saka, unaona? Chukua mtama ujaze hapa, au chukua, ukikosa sana chukua mchele au chukua ulezi wala ngano. Jaza kitanga chako cha kuja mkono, tia na tule tumizizi. Ukimaliza chukua vingorongoro, pesa au faranga au hela. Hivyo vyote ni vitu vimoja, pesa, hela, faranga. Isiwe ni noti, hapana. Tunasema tena, hizo hela ambazo utakazochukua isiwe ni noti. Chukua vingorongoro. Chukua haya vingorongoro, inaitwa masarafu. Hivi vingorongoro vile vya chuma vile, wengine wanaita makwense, ndo uchukue uchange na tule tu vitu. Na nielewa kidogo. Ndio maana tunasema msiwe mnaokota hela barabarani. Zina maana kisha kama mtu ametupa, tunana kataga hela, chukue tu hela, situpe. Wewe ni rais, hata marais hawatupi hela barabarani. Sio one hela barabarani kimbilie kuokota tu eti nzali la mental imetoka wapi? Eti bahata hiyo. Hapana, hata hiyo hela sio ya kwako, ina watu maalum ambao inawasubiri. Ukishachukua ile pesa, unachanga na ule mchele, unachanga na ule mtama, unachanga na ile mizizi yote pamoja, unafunga kwa pamoja, unaweka pale, unachimba, unaweka chini ya ule mti wa mzizi wa mbaazi pale, kwa uliweka kwenye udongo pale kwenye ile mizizi, unaweka pale, unaacha. Hapo zoezi lako ni kama umemaliza. Unafanyaje hapo? Unachukua mizizi ya mbaazi tena mingine, sawa? Umeshafanya hivyo, ichemshe uzuri mizizi ya mbaazi. Baada ya kuchemsha uzuri mizizi ya mbaazi, changa na mafuta ya mzaituni, chemsha uzuri, anza kumpatia ule mwenye kigugumizi au yule mtu asiyeongea vizuri, anza kumpatia kunywa. Kwa anakunywa kama vile robo ya kikombe, nusu robo ya kikombe. Kikombe kizima unakata mara 2. Sasa anakunywa asubuhi, saa 6 jioni, asubuhi, mchana, jioni, siku 9 mpatie. Ninakwambia utakuja kunipa mrejesho. Kwa ajili ya Allah atapona mtu huyo. Lakini tunasema tena, vingorongoro kuweni makini sana navyo kuviokota. Mnasikia sehemu ambapo wanapenda kuviweka. Kwa mtu ambaye hakuelewa, jamani, tunakuombeni usikosi kusubscribe, usikosi kulike na kujiunga pamoja na kucomment kwenye hii channel yetu Ustadh Musa TV. Bado tunakuleteni vitu
vitu vingi vizuri, namna ya mtu kujitibu peke yake au kutibu watu wa nyumbani kwake. Hiyo ni namna ya kujitibu kupitia mti wa mbaazi kwa mtu ambaye yuko na kigugumizi. Kumbukeni ya kwamba Nabiyullahi Musa alayhi salatu wassalam alikuwa haongei vizuri, alikuwa akizungumza maneno yake yanakwenda vibaya, lakini Mungu alivyomtuma akamwambia, ya Musa idhhab ila firauna innahu tagha, nenda kwa Firauni, kwa hakika yeye ametupa mipaka. Nenda umwambie, je, unataka kujitakasa ni kuongoze kwa Mola wako ili umche? Lakini Musa aliokopa kwa sababu haongei vizuri. Mungu akamwambia hivi, usihofu, nitakupa. Musa akaomba dua, anasema Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, Mola wangu nipanulie kifua changu, Mungu nirahisishie ulimi wangu, nitakapoongea wanisikie, wanielewe. Nabiyullahi Musa alipokwenda kwa Firauni, Mungu alimwezesha, Mungu alimponya. Kumbukeni, alimpeleka katika mti wa mizaituni, katika mti wa mlima